Public Service na Agenda. Na mimi ndio Chief Administrative Secretary. Hivyo ni kusema ni kama mimi deputy wa Cabinet Secretary ambaye anaitwa Professor Margaret Kobia. Kwa hivyo tunaangalia mambo ya public servants, civil servants in the country. Na pia tunaangalia mambo ya jinsia. Okay. Yeah. Ministry of Public Service and Agenda. Okay. Now, kwa job yako nini na kupush sana ungependa if there's one thing utakuwa credited for at your job currently ile ni 1 year ama hiyo time umekuwa unasema personally this inaniuma, inaniguza na ningependa I be remembered for this. Hiyo ni kitu ambayo tumeongea sana na MySMEs. Kila siku tunajiuliza hii swali. What will our legacy be? Kwa sababu hizi jobs ni za miaka 5. Ukipata ingine miaka 5 it's your luck. Lakini tukipewa opportunity na president na siwezi let down. So mimi ile kitu ya maana sana kwangu. Because my cabinet secretary ndio guru wa public service. So hiyo si sitakangi kukaa kama mimi ndio expert. Lakini mambo ya jinsia mimi ni expert. Na mimi ni leader na niko na focus. Kwa hivyo my legacy ile nataka kuacha kwa ministry yangu ni kwamba program zote za serikali ni nyingi zisisikike ground, zisisikike. Watu wajui. Tuliingia tukapata watu wajui kuna pesa ya wamama ya kuchukua na kurudisha bila interest with a very good terms ku uplift biashara. Ziko na ni mingi. For real? Kabisa. Yaani mama anapewa pesa na ambiwa arudishe. Kuna ambaye haturudisha hiyo ndio ya women rep, unajua ni kwa women rep. Katika pesa yetu ya ministry yetu, pesa ya women rep ambayo inaitwa NGAF iko chini yetu. NGAF inakuanga grant. Kwa hivyo ukipewa pesa kwa hiyo kikapu ya women rep ni grant hautarudisha. Ukipewa kwa women enterprise fund ama youth fund ama uwezo, hiyo haina interest, utareturn lakini bila interest and with very good terms ya repayment. Huwa tukipeana hii pesa, huwa tunasema kujeni mchukue hii pesa. Mambo ya vile mtarudisha hiyo ni kazi yetu. Return rate ya women enterprise fund ni 98%. 98%. So hatuna shida kupatia wamama pesa. Vijana tukiingia return rate haikuwa mzuri. Ilikuwa ngapi? Ilikuwa almost 60% somewhere. Sasa tumepush mpaka imefika 70 something percent. We are not going to be hatutakuwa discouraged at kwa sababu ya return rate. Hiyo bado ni training. Kabla tupeana hizi pesa, huwa tuna training groups. So mimi legacy yangu ni kwamba ni wa mama wangapi, groups ngapi tumeleta kupeana hii pesa na wale ambao wanajua ni wangapi. Ukitoka saa hii hapa chini niende hapa kwa hii market Ngara market. Ni wangapi wameshaisikia hiyo pesa? Kama hawajasikia, problem ni sisi. Kama wamesikia na wachukui, problem ni nini? Ni vile waje understand hiyo pesa imechukuliwaje, ni vile wako na uoga kuchukua. What is the problem? Wakenya wanaogopa deni. Kuogopa deni ni kitu kubwa sana na nimelani na watu wengi wanafaa kulani. Bila loan huwezi grow. Ni kama miracle kusema nitafanya tu biashara yangu, ile pesa napata kidogo hapa itanipush to the next level. Ile pesa unapata kidogo itakusustain. Lakini kukupush to the next level, my friend, lazima uende mahali mtu akupatie mkopo. Lakini mkopo vile inapeanwa imefinyilia wamama sana. Imefinyilia vijana na walemavu wao. Hawana title, hawana logbook, hawana nini. So hawezi ingia hizi bank za kawaida. Hawana security. Hiyo ndio sababu we have these funds tunaziita affirmative action fund. Legacy nyingine yangu ni mambo ya GBV. Gender based violence. Niliingia already mnanijua kupigania mama. Hiyo inajulikana. Lakini sikuwa nime-encounter vile nime-encounter saa hii in the last 4 years female genital mutilation. FGM. Why? Na hiyo kitu it's become another passion for me to stop FGM. Kwa sababu ukiangalia wale wasichana ambao future yao inaisha katika FGM, kuisha kabisa. Kama sasa hivi umeniambia you are very proud of your daughter and congratulations. Thank you. Alliance is a big story. Every parent is proud. Can you imagine hiyo daughter yako at 12 years ungekuwa umekubali afanyiwe FGM, hangekuwa na hiyo story unaniambia. Naolewa at 40. Naolewa at that time because msichana akipo FGM inakuanga automatic marriage material. Alafu maji acha nikuulize. Umeshaona how FGM is done? Hata kwa communities zile wanafanya. Nilijaribu kwa video nikawacha. Hata kwa zile communities wanafanya. Tumeenda ground na tumeita leaders from governors to MPs
tumeonyesha video, ndio hii kitu mnasema ni culture yenu, tusiingilie culture, ndio hii. Watu wanatoka na machozi. Hata tukipitisha hii law katika bunge, tulionyesha male MPs, they ended up being the ones ambao walileta hiyo bill kwa floor. Afanyishwe FGM. How are you going to deal with that? The person you're protecting, campaigning for, putting laws to protect, ndio sasa anajipelekwa akatwe. Hiyo ni strategy ambayo ni one of the many strategies. Let me tell you, wale watu ambao lazima tuliwashika wasikie. One was the cultural leaders, wazee wa hiyo community. Kwa wao ndio wanasema hii ni mila yetu. Na kama pitii mila yetu, basi we are going against our culture. Na unajua no community, no family wants to be there. Kwa hivyo unaona parents na hata sasa hao wasichana wanajua hii ni mila, na nikikosa go through hii mila hata familia yangu can be ostracized. Tunaweza pata shida kama familia. So kwanza kuongea na hao leaders na elders, ilianza na president mwenyewe kwa State House. Kuongea nao macho kwa macho. Please munisaidie. We got a breakthrough. Sasa tukaenda kwa wasichana na vijana. Watu wakisikia ati wameitwa State House. Kuanzia story inaisha hata kabla uambiwe. Lakini pia ni kuonesha political commitment kwa hii mambo. Because president amesema is part of his legacy kumaliza FGM. Wasichana, vijana sasa tuko na wasichana wenyewe. Na kuna vijana wale wameambiwa you cannot marry a girl ambaye haja go through FGM. So wasichana wako na two things. Wako na pressure ya wasiangushe familia kwa culture, na wako na pressure sitapata bwana. Hatapata moran. Exactly. Nasikia ukiona moran ndio hiyo. Si kama tu age group ya kufanya harusi, to get married. Kwanza sio 12 years old. Lakini sasa hao ndio imefika. At 12 years unaambiwa you must make that decision. Hawa wasichana kuwaongelesha imekuwa pia target yetu. Na tumewaongelesha. We have made sure we talk to the girls. That's why today Majimaji you can see wasichana wanasema sitaki kukatwa. Sasa ile kazi tunafanya ni ku develop safe houses. Mahali wasichana wanaweza enda run away from home literally kama wataki kukatwa. So hapo kuna success kidogo. Lakini ukiona ule ambaye anajipeleka, definitely amewekewa pressure ile ya kuambiwa unataka kutumaliza kama familia. Na hakuna mtoto ataambiwa unatumaliza kama familia na akose kufanya vile anaambiwa. Lakini vijana, now the men who are going to marry these girls has been our biggest breakthrough. Tumeform in every community and county kuna FGM, na ni 22 counties in Kenya. Tumeform a youth network against FGM. There is nothing more powerful kama vijana wenyewe wale wamesoma from Samburu, wale wamesoma from Masabit, wao wenyewe they in university, they are what they are role models. Warudi kwao mashinani waongee na age mates wao. Waambie by the way, usidanganywe. You can marry a girl ambaye hajakatwa na atapata mtoto, mtakuwa na familia mzuri, because that is the way the other world is. Hiyo pia inatusaidia. So what she was telling you jana ni right. Kwamba kuna bado hiyo story, lakini the sad story ambao walikataa kukatwa ama walijificha, si ni kweli? Wakienda kuzaa wanaonekana hawajakatwa, wanakatwa wakizaa. Wanasema wakatwe. Sio hata wao. Familia inakuja inaangalia. Huyu tunamdoubt. Hiyo ni familia gani? That's what I'm telling you, kitu sometimes hata sio culture. Unaona kama ni mateso. It's like you can't understand it. But we are working on that. That's what I'm telling you. There cannot be one strategy to end FGM. The strategies must be multi-pronged. Ingine ambao president alitutuma ground ni kuongea na chiefs na assistant chiefs. Hakuna watu kama chiefs na assistant chiefs ambao wanaweza tusaidia ama watuangushe. Kwa sababu wao ndio wanasikia msichana anaenda kukatwa ama anakatwa, alafu haendi kwa hiyo homestead to save that girl. Ama naenda wanakaa koti kadogo kanaitwa kangaroo court. Anasema sasa tutafanya hivi, wewe toa mbuzi kwa huyu, wewe fanya hivi. Kazi yao sio kunegotiate. Because tuko na law ambao tulipitisha inaitwa anti-FGM law. Today it is against the law. It is against the law. Yes. Msichana kupitia FGM. So kazi ya serikali ni kwanza. So kuhakikisha sheria inafanya. Kwa hivyo serikali ingefanya kazi yake, tungekuwa tumesolve 50% of this problem. Isifanyikane kwa locality yako. Wewe ni chief, wewe ni assistant chief. Fanya kazi yako. Hiyo ingine wacha tu engage elders, ndio nimekuambia. Tu engage vijana, tu engage hata wamama ambao wanakata.
Unajua kukata ni wa mama. Utapata ni shosho yako ni nani, lakini mama ambaye anajulikana. Tumeenda tumechukua hao mama. Tumewapatia another livelihood. Because ni livelihood. Kukata msichana mmoja ni 1000. Fanya hiyo hesabu during that season. Sio ndio anatengeneza pesa yake. So lazima utumpatie another to do. So that is another legacy that I will leave. I can tell the passion in your eyes. Yes. Yaani hapo umeongea nikaona kabisa. PhD kutoka hapo, yaani passion yako safi kabisa. Yaani sasa kumbe Shebesh anafanya ofisi pia inaweza fungia mtu. Shebesh anafanya maneno zingine kubwa. You see that, you feel it but you don't see who does it. Leo umejua kabisa. All the best in that. Na kwa safe house pia muendelee cause nilisikia kuna tu moja na iko Makueni. Hapana, tuko nazo mingi. Lakini sasa serikali we are doing our own safe houses. Tunazama NGOs mingi na tuna appreciate. Tuna appreciate especially areas ambazo ziko na FGM. Utapata the NGOs who went there kitambo wakaweka. So gavana safe house ngapi? Sasa hii tuko na 8. Okay. Tuko na 8 kama serikali. Big up yourself. Hivyo kana songa jo baba. Bado Shebesh yuko true ghettos. Unasikia vitu hamkujua hata mimi sikujua. Unajua tukuna rafiki. Tunaiona kwa sababu ya COVID. Unajua COVID imetusaidia kuona vitu zingine hatungejua. But it has always been there. Stigma around mental health lazima tumalize. Mimi niko na mental health issue inaitwa bipolar disorder. Lakini before ningesema niko na bipolar disorder, everybody alikuwa amejua Shebesh is nimseme a good politician, anajua kutafuta ground, anajua kuongea na vijana, kazi yake mkimpatia nini, sio ilikuwa positive. Nikisema niko na bipolar inakuwa Shebesh anakuanga chizi. Unaona hata vile alikuwa anafanya hivi. Si nini sababu ndio stigma. Kumbe zile moto ni. Yes. So before I said it, I was okay. When I said it, I had a problem. Wacha niongee na wale ambao wako na mental health issue na unanisikia. And you know for one, asubuhi kuamka ni struggle. Hata ukijua unategemewa, lakini kuamka ni struggle. Una hope tu mtu asikuamshe ama sio lazima uamke. Ukifika stage hauamki. Una hope tu mtu asikuamshe. Yeah. Na usiamke. It's crazy. It's crazy but it's very common. Ukiamka uamki na any moral. Unaamka do things mechanically. Let's say ku prepare breakfast watoto wako waende shule nini. Wakitoka kwa mlango usikie aje kurudi kwa nyumba. Leo utaki kwenda kufua ama ile kazi nyingine unafanyanga ya kuuza hapo Gikomba. That day hutaki kuenda. Lakini you know unategemewa, lakini bado your spirit is telling you utaki. 3 lose ile enjoyment of life. Ukianza lose unakaa vile mlikuwa mnakaa kwa family jokes nini, you are no longer interested. Una lose enjoyment hata kwa job. Unakuja hapa na uchangamki ajira huko, una ile energy uko nayo saa hii ya kusikiza nani anasema, kuuliza maswali. When you lose interest in most things, there is a problem. Ukisikia sadness ambayo ni sadness ambayo sio kawaida, lakini unajiuliza kwa nini all the time I'm sad. Ukiona watu wakicheka unauliza sawa anacheka. Na hiyo nguvu ya kucheka. Nini funny hapo sasa? Yeah, sio funny. Number 2, how are they doing it? Unajiuliza how are they doing it? Ati watu wamekaa kwa conversation na kunywa kahawa, wana converse, wanacheka. Wewe unaiangalia ni kama kitu kikubwa sana. Check your mental health. So I am talking to Kenyans na wale ambao wanasikiza Gitu Radio. Please check on your mental health wewe mwenyewe. Na wale ambao we are around people ambao hatuko sure but we are feeling something is wrong. Again, check on that friend, on that child, on that member of society. Na umuulize uko aje. Yes. So nimelan vitu kadha, one dialogue. Ask about your friend or partner. How are you doing? How are you okay? Alafu umetoa checklist. Ukisikia usitaki kuamka, lazima uamke, na utaki kusonga, issue. Ukisikia umeenda job, usikii kusukuma, issue. Ukiwa pale hiyo unataka kufanya kitu na upati hiyo moral, there's an issue. Kuna nyingine inaitwa anxiety ama panic attack. Ukisikia anxious tu, unaenda mahali unaanza kupanic for no certain reason. Mpaka lazima labda utoke kwa hiyo room ama mkono ina sweat. Na unashindwa, why am I getting so anxious about this situation? Anxiety na panic attacks ni pia ni sign of some mental issue ambayo inafaa kuangaliwa. Okay. Kenyans, let's talk. Tukwe tu open, tuweze kubonga,
tucheze mambo. Dakika 4 siku hizi pitana tu hapo. Ni ajisuka sawa ni mimi sitakonga mambo hivi. Ni Aisha hivyo. Yeah. World ingekuwa gena move hivyo fast na vitu zina change ingekuwa poa. Asante. Nimesikia unasikia Babu Owino unacheka tu nini? I like Babu Owino kwa sababu real. Mimi wanapenda politicians wakiwa real. Na ukiambia mtu story yako ya ukweli una motivate vijana. Kuna watu wakisikia Babu Owino akiongea mali ametoka na mali amefika saa hii. Na ndio alikuwa anasema motivation amepigisha cocaine ballerina mimi. Just be real. Be real because sio vizuri leader uonyeshe wale watu una lead kama wewe you are above them. Na hujawahi fanya zile vitu wanapitia ujui ni nini. Be real. Na Nairobi kama wewe sio real by the real with me. So most MPs I think in Nairobi are real. Kwa sababu watu wa Nairobi wanaelewa mambo real. Labda unaweza confuse watu lakini Nairobi huwezi. So I just like listening to Babu. And nakumbuka vile hata time ya corona alikuwa anafundisha watu sijui physics, sijui manini. Side nyingine ya Babu watu wakujua. Is a brilliant mind. Lakini vile anafanya kazi yake ground, I like it. I like how Babu works. Most of the MPs by the way, napenda vile wanafanya job yao ground hata Theuri kwa Embakasi West. Ka ground na watu sikiza vile wanasema. And wa motivate because motivation is a big thing in leadership. Najua leadership si kuja na vitu. Pia ni kumotivate because you can't also huwezi satisfy kila need ya ule mtu alikuchagua. But unaweza motivate ule ambaye kumfikia na ile kitu ungemfikia. Ulimwacha at least na motivation na hope. Na kitu ambayo anaweza grow nayo. That is the leadership. Hope kama wewe ni aspirant pale una learn vitu kadhaa kwa tu experience kama sio season all the time wako tu pale wanasukuma mambo na inawaka. Big up yourself Babure. Unapata credit moja kwa mtu anaweza si ati ni mtu tu. Kidero Tunamfungaje? Ile slap is in there. Kidero nilipa ndo mingi sana. Hawezi repeat. Kwa nasema sikutoka hivyo. To slap a woman in this country there is a president. Na sijui kama watu wako natoka kama ya Kidero waweze kulipa. So tujaisikia hiyo kulipa. Hiyo pata ya kulipa tulisema ni vile watu walisema kusikia. Nilisema nimetoa kesi lakini alipe damages na alilipa. Kidero alilipa do. Na sio kidogo. So slap moja ili ngapi? Cost almost 30 million. Ai! Yeah. So usijaribu kuslap mtu. Mimi hata kama ni slap ni 30 naweza ongezwa mbili. Nipatie mbili. Yeah, lakini don't try. Nipatie 3. Kama ile ya Yesu. Piga huku na huku. Moja 30 na upige asura sasa ile ya. The mistake was that sitakai kurudi hapo because I think Kidero also moved on. Lakini the mistake was to think that you can have hiyo confidence and arrogance and the audacity. Kuslap woman leader mwingine amekuja kupigania haki ya watu si hata yake. So if I didn't go strong on Kidero, ningekuwa nimefungua floodgate ya kila mama anataka kiti, hata iwe ya MCA ama ya nini, anaweza treatiwa na mwana mwingine ambao they in the same level. Vile Kidero alinitreat, lakini hapo tulitoka. Lakini mtu asijaribu kuslap, hiyo ndio point. Kwa sidhani mko na hiyo ndoa ya Kidero. Mmoja kuna watu wataenda wasipiwe sana. Kwa hivyo I'm telling you usijaribu kuslap. Ni chokoza tu arudishe alafu nini? Hiyo maji kuna mtu akislap tu hiyo ni maharagwe direct. Mtu anaamua acha amalize na mwili yake. Sasa ukipigia hesabu kitisho hata 1 million. Unaangalia news. Unaona message. Akufungwa pia angefungwa. For the truth to be known. Hiyo kesi ilikuwa ya kutoa Kidero kwa kiti na angekuwa na kesi. Okay. Yes, lakini because nilibegiwa na watu wengi na ikakuwa let it be a lesson. Nikasema hata kama ni lesson lipa damages. You know in court you can go to nini ama ulipe. Kaambia yezi enda free. Hey, tamu hiyo. But anyway, painful but a lesson learned and still on gender naona. Hiyo pia umeisukuma another level so people can learn. Na imesave women wengi by the way. Mama wengi sasa huwezi kuuza mama anatafuta kiti. We have gone through a lot. Wacha hata kesi yangu. Kuna watu wako na cases hata worse. Competitor wake anamfuata paka kwa nyumba yake. Yes, anarob kwake, anapigwa. We have cases that you cannot believe. That is the reason why tunaweka mguu chini, tunasema it will not happen to another woman. It cannot happen to another woman. So ikifanyika na mtu aende scot free kwa sababu ni mkubwa na kwa sababu yeye ako na connections, basi tutakuwa tunaangusha wale wa mama wengine. Okay. Pia tulikuwa na big bad question leo.
hapa amerusha tu karata hapo. Mimi alleged. Ati moja hawa ndio naona nitakaa nao. Sasa itakuwa ni idea mbaya, but iliumiza mtu mwingine akabonga kwa Twitter, ndio hajaongea hivi, ni kwa Twitter moja na mdomo. Kalonzo pia kaenda akasema yake, akasema mimi ni support baba mara 4 uchawi. So we asked NASA showdown, who can go it alone between Raila, Kalonzo, Mudavadi and Wetangula? What? No, who can go it alone? All. And win? You didn't ask win. Okay. You just asked. Okay, who can go it alone and win? Winning right now, there is no clear winner in these elections that's coming. That I can tell you as a politician. Huh? Hakuna clear winner. Wapi? Where is the clear winner? Hakuna clear winner. Nobody is a clear winner here. Hakuna mtu. But what I also get a shock is, kwani huyu President Uhuru ambaye anaenda ndio ana determine winner wa 2022? Why is he such a big factor? Because right now he's in government na ametuambia tusiengage kwa siasa. Kwa sababu unioni kwa hizi siasa. Si unajua siasa ningekuwa all over the place by now. Hata hizi mambo naongea ningekuwa nimeenda kwa show sijui kama ngapi kuongea. Ningekuwa nimeenda kuitana radi mahali kuongea mambo ya hiyo nini. No. First of all, watu wangeshika president ana interest saa hii ya hiyo place mnampeleka ya 2022 munge survive mambo mingi, but because people don't want to hear, wana insist ongea hii kitu, sema hii kitu, fanya hivi. Yeye anasema nimemaliza kazi, sijamaliza. But kama mnataka niongee sana, nyinyi nyote endeni ground. If you think you want me to support you, basi sawa, sina problem. Enda ground. Lakini enda ground. Leta kura zako tuzione kwa meza. Because siasa pia sio feel good. Siasa ni numbers. It is na nimekwambia hivyo mara mingi hata wewe. Siasa ni numbers. Usikuje kuniambia vile you are popular na kuanga kwa Geto Radio, watu wananisikia, watu wananijua, nikienda nini watu wananijua na ningota, lakini watu wangapi ukienda ground uitane saa hii unaweza sema ni watu wangu. What is your number? So there is no clear winner in Kenya now for presidential. 100% there is no clear winner. Hiyo tunawachia hapo. Na inatoka kwa experienced leader. Take it seriously. Unye anataka kumaliza kazi yake. If people only knew that, wangetulia. Sio ndo message. Wangetulia. Wangetulia sana. Tukirudi tunafungua session yenu, mnaweza piga simu 0. Most families. Mwe young, mwe middle age, mwe old. Nashikiliwa na wamama. Yes. Kwa hivyo hiyo loan ambayo anasema bibi yako atachukua, most likely itaenda kwa kitu ya kujenga home. Na yako kwa nini inaweza tembea ni kwa sababu iendagi kujenga home. Yake inaendaga wapi? Itatembea lakini ya mama, to be very honest, inaingianga home utaiona. Kama mkuanga na gas cooker utaona gas cooker. Kama biashara ilikuwa inafifia utaona itaingia kwa hiyo biashara kwa store. Pia anajisunda. Ya mwanaume inaenda kwa Gora. Inaweza enda kwa biashara sikatai. Lakini kuna vile kwa pesa ile tunapatia wamama compared to ile tunapatia vijana, because nimekwambia tu compare both. Wale vijana the issue ambayo hata payment inakuwa problem ni hiyo confusion kama hiyo nasema. Unaweza pata mtu aweki pesa mahali alisema vile alisema na ajipangi vile alisema kwa proposal. So ni kwa sababu na agree na yeye kuna element ya unaweza kuwa diverted kwa vile ulikuwa umepangia hiyo pesa. Kwa mama hakuangi diverted. Wako very focused. Kwa hivyo that is some of the things we are training. Kwa hivyo kafu ni focus. Ni focus ndio wanaume. Unajua tu sisi focus wanaume hawana. Hata tukifocus. You know. Ukisikia kama umeongeza kizungu. Maji wewe unaingia kwa bishi. Unataka kulala njaa. Ukishamuda tale njaa ya kulipa loan. Uko na nia gani? Anyway, back to the matter. Unaongea sana juu ya family. How is family? Family is my family. My family is great. My family is great. Niko na vijana 3. Niko na wajukuu 3. Niko na bwana from heaven. Uko na vijana 3? Yes. Wajukuu 3. Na bwana from heaven. Yes. Fundisha madem bwana from heaven anakaje kwa sababu sasa tuko vibaya. Unajua nimesema hivyo during the burial of my friend Joyce Laboso. Nikiongea nikasema bwana Joyce Edwin, nikamwambia you are the one who comes from heaven. Kuna wale wanakujanga na mguu lakini kuna wale wa heaven. Meaning ni hii, ukiwa na husband anakusupport na anakupenda unconditionally na ambayo is a great father to your children,
a great listener, a great provider, a friend. Kafu unaandika notes? Niko rada. Kwa sababu ya situation ambayo tumejipata in this new era of the world, ukipata mwanaume kama wewe ni describe, of which my husband is, lazima useme thank you to God. Na ndio sababu nasema gift from God and heaven. Akia Mungu. Wanawake wale wanasikiza Kwa hivyo ukiona bwana wako anakuja mapema, analipa school fees, anali nje, analipa school fees, anakisha mnakula vizuri, shukuru. Kwa hivyo mimi ni husband from heaven. Yes. Safi kabisa. Now, marriage ni one of the issues sasa inasumbua mavijana sana. Na probably hata tukiacha marriage, wacha tute relationship. Jua watu wengi wajaoa lakini wanaishi ni kama wao. Kama we stay vitu gani lakini wanaishi. Ni one of the things inaleta issues za mental health kabisa kwa young people. Unapata wamefight, wameuana, mtu mwanaume anafika kujinyonga ama nini, mtoto ameuliwa. What should happen in your own opinion in such situations as one of the causes of mental health amongst young people? The existing in marriage and coping with marriage and trying to have a successful marriage, and of course with nothing in your hands. That is the challenge of life, mental health. And thank you for allowing to speak about it, because hiyo ni kitu nilikuwa na passion nayo sana sana. Niongee juu ya mental health kwa sababu people are not talking about it. Na my mental health is a disease like any other disease. Kwa hivyo nikaona kama sisi hatuongei katika level ya leadership, tuna expectaje nyinyi muongee? Hamjapatiwa comfort ya stigma kama vile unaweza sikuwa stigmatized. Unakumbuka stigma which was around HIV na other diseases. Sasa hii mental health iko na stigma. Ukisema saa hii kwa hii organization yako, I think I have an issue na natachukua time off. Nasema I need to go and see somebody. My mental health is not well. Already nani anachizi? Utaambiwa unachizi. Nani anaanza kuchizi? Na sisi tulikuwa tunasema na huyo hata angefaa kuandikwa. Na hata vile naongea kwa hiyo radio, we have to be very careful. Because mtu ambaye hana akili timamu hatuwezi mweka in front of a mic. Sio ni stigma? Stigma. Yet mtu ambaye ako na kansa anaweza ongea kwa hiyo mic. Ako na blood pressure ataongea, diabetes ataongea. So I'm trying to break the stigma. Na vile umeniuliza mambo ya family, imagine hapo ndio the beginning. Beginning ni kuuliza your husband, your children, your workmates, in relationships ni everybody. How are you doing? Unakaaje? Najua mnatukanga hapa mmerecord, mnatoka mmecheka, mmeongea na a lot of visitors like myself. Lakini labda uja notice leo Kafa hajaongea sana. Ama hiyo jokes zake leo hujazisikia for 1 week. Ukikosa kumuuliza how are you doing, unakaaje, utakuwa umekosea, because hapo ndio unaweza kusave life ya mtu. Na kwanza asante Paul kwa kuwa wale watu ambao wamejitolelea kwenda kusaidia vijana kwa ground. Hatuchukue for granted ile support tunapata kwa NGOs, na tukisaidiana hivyo ndio tunakuwa na impact kubwa. Nataka kureiterate kwa Paul. Labda before our time kulikuwa na shida. During our time, saa hii tuingie kwa Huduma Center. I inspect Huduma Centers every time naenda any county, lazima kwanza niingie kwa Huduma Center. Niangalie kama wako na hizi facilities zote tunasema tuko nazo. I am a witness kwa mama ambao wanangojea wanatoka na certificates. Sisemi kitu sijaona. Pia in my endeavor kwa vijana na wamama wachukue more and more loans, because they must be registered kwa CBO. Ukikuja kwa ofisi yetu ama kwa chief unaambiwa uko na CBO, hapana, and then mrudi na hiyo CBO ndio tuanze process. Within a week wamerudi. So kuna obviously some unique situations unaweza ingia one particular Huduma Center or two ambao wafanyi vile the other Huduma Centers are doing. So 2-3 places you can go ni Huduma Center. Enda kwa ofisi ya social services na enda kwa chief. I promise you siku hizi kupata certificate ya CBO cannot be the issue. It is not the issue. Issue ni kupata hata group ambayo itakubali kukuja kuchukua hiyo loan. But kuwa registered. Hata wale watu naambia saa hii, hata nikikwambia saa hii, eno niletee group 10. There is no way issue yako itakuwa registration ya certificate.
Issue itakuwa kupata hizo groups 10 nimekuambia. So Paul, please, kama kuna one Huduma Center ama one area ili frustrate au vijana, jaribu hiyo area nyingine. Go to the next Huduma Center. Kuja hapa hii ya nini inaitwa wapi, GPO, kama ni Nairobi, because that's the headquarters of it. We have performance contract na wale watu wanafanya kwa huduma. One of the things tuna check all the time, NHIF card unafaa kuingia utoke nayo. Wale Huduma Centers ambao unaingia utoke na NHIF card kuna problem. Mali unaingia utoke bila CBO nini, uko na problem. Ile ambao utoki na waiting ya birth certificate, uko na problem. The idea of Huduma Centers pia niseme tu hivyo was a one stop shop for everything government. So Paul, usi lose hope na usichoke, because wewe ndio inspiration ya hao vijana ambao wanajaribu. Please enda kwa Huduma Centers ama kwa chief ama kwa social services department. Okay. I think things have changed. Haya, Madman, wakili Madman anasema story yako is so inspiring, especially hapo umepiga venye umeingia siasa ukapiga mambo yako, is very inspiring. Na pia story ya buda yako ni very inspiring. Yeah. Ina complete, kumbuka ni true to story shebeshi yuko ndani ya nyumba. And also don't forget, aspiration yake ilikuwa tu watoto wake waende sana. That's what aspiration ya every parent. So tukiwa huko Jericho, Harambee State, aspiration yake ni vile alikuwa anaenda akifanya kazi yake ya mitarida. So alikuwa naona watu kwa nyumba kubwa, watoto wao wana ride bike. Watoto wa sauce. Yes. So akasema mimi nikipata watoto ningependa watoto wangu wakae hivi. So I'll work hard for it. Lakini ya kwanza hiyo alifikiria ni Kikuyu na Sheng. Msiongee Kikuyu na msiongee Sheng. Ndio tujue Kizungu vizuri. Unajua ukienda shule ya taught English, lakini ukirudi home kama unaongea Kisapere ama Sheng, si una mix hata intonation nini. Kwa hivyo ndio ilikuwa passion yake kabisa, and he had a right to do so. Sasa alikuwa anaongea Sheng na tunaongea zote, lakini we are good, we are very fluent in English, lakini tunaongea bado Sheng na Kisapere bado naongea. Sasa hata nimesikia ingine mpya. Budoka alikuwa mitarida. Alikuwa mitarida, alianza na kuuza magazeti Shushaina alipotoka Kiambu. Mitarida hivyo mpaka akafika mahali alifika, akawa mewa Nairobi. Kawa kutoka mitarida mpaka meya kabisa. Wolo aje. Ni historia ya watu wengi sana wa Nairobi. By the way, very many. Kama wewe ni mitarida, kama unafanya hizo kazi, please listen to this story. Mtu anatokaje kutoka Shushaina, mtu akuza gazeti, mitarida mpaka meya? Kwanza ni motivation. Kwa sababu lazima angeangalia brother zake, alikuwa firstborn. Okay. Na alikuwa na hiyo responsibility. Lakini also innately kwake, he was a hard worker. Na mtu ambaye alikuwa na believe he can make it. Lakini si ati alikuwa anafikiri he can make it to the level he made it. Hiyo alikuwa anatuambia before he passed. Mara mingi alijua ako determined na atawacha watoto wake with a better life na tafikisha where he can reach. Lakini kwa sababu ya determination yake na persistent and believe in God, ili surpass. What was his turning point? Unajua kama mtu ni hard kuregister labda tunaweza ona mbona sasa tunakaa wadosi all of a sudden. Turning point ya my dad, wacha niseme ilikuwa tu because aliingia kwa city council time hiyo. Hiyo job yake ya kwanza ilikuwa mitarida, alipomaliza kuuza magazeti na nini. I think turning point ya babangu bado ilikuwa kwa biashara. Kwa sababu alipokuwa anafanya kazi hiyo, naye mamangu alikuwa anauza mboga Jamhuri Estate. Hiyo story kiosk hivyo. Turning point ya my dad huwa alituambia ni biashara. Kuweka mind yako kwa biashara na usingoje kuandikwa job all the time. Na so alimix hizo mbili, lakini biashara yake ilipo grow ndio ilimpatia nafasi kuingia kwa siasa. Ikuwa the other way around. Aliingia siasa akijua at least amesafeguard familia yake na biashara. Okay. Asha take care of the basics. Kwa basics. Safi kabisa. Kafu masaibu za mitarida kafu. Mitarida wachana nayo maji. Mitarida ukisikia na kujaga mtaani. Ukisikia na kama mnafunga mlango. Kama ni gizani mnazimadi matana mnanyamaza. Hata kama unasikia kukohoa inabidi weke nguo kwa mdomo. Jua kijua tunamjalipa stima. My friend. Labda mnadaiwa kama 1 year.
Wacha hata kulipa. Si unajua ile disconnect wewe. Sambaza yetu. Alafu anabisha hapo ati. Unakuwa na kawaya fulani. Mtu tu hiyo cable anaingia. Unajua the fourth born. Tulikuwa tumetoka Harambee Estate. Tukamove to Lavington. Okay. So nikaenda Kilimani Primary, alafu nikaenda Lavington Primary for my primary school. Alafu ni for secondary nikaenda State House Girl for 1 year, hapo ndio niliitwa. Alafu tena my dad akanimove to Kianda School. State House Girls. Hizo wote. And hope nisirujai ambia mtu tusikie tu yani exclusive tu. Acha niseme hivi. Watu wamesema nimenyamaza sana katika siasa. Na I'm sure hata kuna watu tutamaliza waseme kusema kuongea siasa, kusema hii mambo inaenda nini. Let me say it today on Ghetto Radio. Politics is not a matter of life and death. True. Niko comfortable sana not vying for a seat in 2022. Extremely comfortable. Kwa sababu hiyo opportunity nimepewa na president kukaa kwa serikali imeonyesha leadership can be in any facet. Inaweza kuwa kwa bunge ukipigania ama ukitetea watu ambao wamekupatia kura, ama inaweza kuwa kwa serikali ambao ile milango watu wanaenda kupiga, ile malio unasikia Kenyans wakisema ni wewe. Hakuna responsibility kubwa kushinda ile tunasema kwa microphone. Hizi barabara nitaenda ni make sure zijengwe. Guess nani anajenga hiyo barabara? Ni sisi, tuko kwa serikali. So sisi hatuwezi kuwa na story. Hatuwezi kuwa na vipindi. Lazima tuwe na facts. Umesema FGM inaisha lini? Ni watu wangapi? Ni watu wangapi mweka kwa hiyo job ndio ishe? Vijana wanauliza hapa, hii pesa iko wapi? Iko. Sio kitu tuwezi chukua microphone kama polisi imesema endeni mchukue pesa. Mimi lazima nikwambie kwako katika county ya Embu. Katika Equity Bank saa hii pesa ya Uwezo 8 million iko hapo. 16 million iko hapo. I am the fact checker and I am the implementer. So wale watu wananiuliza hii swali, wacha niwajibu hivi. Sio matter in life for matter of life and death for me kuwa katika siasa. Lakini kuwa kwa public service nitapigania kukaa kwa public service. Wow. And that means that saile mama analia kwako maji, anataka umsaidie kitu, ukikuja kwangu I must have the answer. And that is how you grow kuwa katika serikali. Today people are abusing you morning to evening. Morning to evening. Hana choice ya kuchoka. Hana choice ya kurudishana na watu mdomo. Hana choice. Because imagine at the end of the day all Kenyans wanaangalia hiyo serikali ya Uhuru. Kuletea hiyo maji, kuletea hiyo stima. Hiyo mambo yote mnasema mabarabara. COVID ndio hii, lazima tu deal na COVID, lazima tuwe na lockdown, watu watafanya kelele, biashara zitafifia. But somebody has to make that decision. When you see a person anazunguka Kenya hii akitafuta kiti ya president, muulize kama anajua kile kitu anatafuta. And that's why I've told you, hakuna sure winner. 2022, let it be different. Uhuru is leaving the seat. Ametupatia opportunity for the first time to angalie presidential election in a different manner. Tusiende na wave, na emotion, na hyped up lies. Na tusiangalie vitu ambao hatuwezi weka kwa fact. Mtu akikuja kuambie mimi nitafanya ABCD, mwambie nipatie facts. Number 1, experience yako kwa hiyo kitu ni holo. Utatuambia utaleta, tuseme somebody can say I'll bring peace, I'll bring unity. Tupatie record yako ya peace and unity. Tupatie record yako financially, because you are going to run the finances of this country. Tuambie tu in terms of finance, what is your strength? Diplomacy, because we have to work together with other countries. Sio tupate president atatuletea ma problem na our neighbors immediately. Angalia historia. Kenyans and people listening to Ghetto Radio, especially the youth, please fact check and remember, presidency is not easy, leadership is not easy. Ule mtu anataka hata kiti ya MCA, muangalie vizuri. So I will make my decision when I feel the time is right. But for now, ile kazi nimepewa, hii mmesikia nikiongea hapa, it is my priority mpaka siku ile tutamaliza hii kazi.
Anything else to me is wasting the energy and the time of taxpayers ambao wamefanya nikaya hapa ya mwisho. It is okay not to be okay. Ni sawa kukosa kuwa sawa. Look at your mental health, but know that there is a way you can be supported, you can get out of it, but it is okay not to be okay. Hata sijaribu.